Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii jioni ya leo. Jeshi la polisi Tanzania limetoa taarifa mpya muda huu kuhusu hatima ya kesho ya upigaji kura, huku ikionya watakaojaribu kuharibu amani au kuzua machafuko. Bonyeza alama ya like kisha subscribe kabla tusonge mbele. Wakati Tanzania inasimama usiku wa kuamkia kesho wa uchaguzi, jeshi la polisi limewahakikishia wananchi kuwa kwa ujumla hali ya usalama nchini kote bado ni shwari na ya amani na hakuna machafuko yoyote. Mamlaka imesisitiza kuwa hakuna vitisho vya kuaminika vinavyoweza kuvuruga mchakato wa upigaji kura na kusisitiza kuwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama vimejipanga kikamilifu kuhakikisha kila Mtanzania anatekeleza haki yake ya upigaji kura kwa usalama na bila woga. Uhakikisho huo unakuja huku kukiwa na matarajio na mivutano ya kisiasa ya maandamano, huku mamilioni ya watu wakijiandaa kuelekea katika vituo vya kupiga kura kesho. DCP David Misime, msemaji wa polisi wa Jeshi la Polisi Tanzania, ametangaza sasa hivi kutoka Dodoma kuwa wakuu wote wa mikoa na wilaya wako katika hali ya tahadhari kuelekea uchaguzi wa kesho. Alieleza kuwa usambaaji wa kina umefanywa mijini na vijijini ili kuzuia machafuko au fujo inayoweza kutokea wakati wa maandamano au wakati wa upigaji kura. Kwa mujibu wa Misime, doria za polisi zimeongezeka nchi nzima na askari wako chini ya amri kali ya kutoegemea upande wowote, huku wakihakikisha sheria na utulivu katika kipindi chote cha upigaji kura. Katika kujiandaa kwa uchaguzi wa kesho, polisi pia wameshughulikia vitisho vinavyoibuka katika anga kidijitali. Misime alifichua kuwa watu wachache wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kusambaza taarifa za uongo za maandamano zinazolenga kuleta hofu na kutoaminiana miongoni mwa wananchi. Alisema ingawa juhudi hizi zimeshindwa kuleta machafuko mashinani, jeshi la polisi wameanza kufuatilia kwa karibu waliohusika na kampeni hizo za upotoshaji wa kidijitali. Mamlaka ilibainisha kuwa baadhi ya watu hao wamekuwa wakirejeleza picha za zamani na matukio kutoka nchi nyingine, wakizipachika kwa sauti za Kiswahili ili zionekane kana kwamba zimetokea ndani ya Tanzania. Nia ya uzushi huu, kwa mujibu wa polisi, ni kuzua sintofahamu na kuwakatisha tamaa wananchi kutoshiriki katika uchaguzi wa kesho. Misime alisisitiza kuwa vitendo hivyo sio tu vya udanganyifu, bali pia vinatishia moja kwa moja amani na mchakato wa kidemokrasia wa nchi. Uchaguzi au upigaji kura wa kesho unapokaribia, polisi wamekariri kwamba kueneza au kuamini machapisho ya mitandao ya kijamii ambayo hayajathibitishwa kunaweza kudhoofisha utulivu wa kitaifa. Misime alifafanua kwa utekelezaji wa sheria unafanya kazi na wadhibiti wa mawasiliano na vitengo vya kijasusi kuwatafuta na kuwakamata wale wanaohusika katika propaganda za kidijitali. Alisema badala yake wanapaswa kutegemea vyanzo rasmi kwa sasisho zinazohusiana na uchaguzi au serikali. Taarifa kutoka kwa polisi pia ilionya kwamba watu fulani wamekuwa wakijiandaa kutuma jumbe za uchochezi za maandamano au picha zilizobadilishwa kidijitali za watu mashuhuri. Kwa mujibu wa Misime, lengo la juhudi hizi ni kuwachafua viongozi na kuvuruga hali ya hewa kuelekea uchaguzi wa kesho. Alitoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kuepuka kushiriki maudhui ambayo hayajathibitishwa na vyanzo vya kuaminika. Katika muktadha wa uchaguzi wa kesho, maafisa au jeshi la polisi wameahidi kulinda uadilifu wa mchakato huo na kuzuia kundi au mtu yoyote kusababisha machafuko yasiyo ya lazima. Walisisitiza kuwa sheria hiyo itatumika kwa usawa kwa wote bila kujali misimamo ya kisiasa. Misime alihakikisha kwamba yeyote atakayepatikana akichochea vurugu au kueneza habari potofu atachukuliwa hatua za kisheria chini ya sheria za uhalifu mtandaoni na kanuni za adhabu. Kabla ya uchaguzi wa kesho, polisi pia wameshughulikia wasiwasi kuhusu mikusanyiko ya watu na maandamano. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa hakuna maandamano au makusanyiko ambayo hayajaidhinishwa yataruhusiwa, kwani shughuli kama hizo zinaweza kuzidisha vurugu kwa urahisi. Kikosi hicho kiliwataka wafuasi wa kisiasa kusherehekea au kutoa maoni yao kwa amani bila kuwachokoza wengine au kuzuia utulivu wa umma. Mbali na vitisho vya mtandaoni, polisi pia wameongeza ufuatiliaji katika maeneo muhimu ya umma, ikiwa ni pamoja na vituo vya kupigia kura, ofisi za serikali na barabara kuu. Misime alisema kuwa vyombo vya usalama vinafanya kazi kwa uratibu ili kuhakikisha mchakato mzuri na wa uwazi kwa uchaguzi wa kesho.
Lengo, alisema, ni kudumisha utulivu kabla, wakati na baada ya kupiga kura. Kama sehemu ya maandalizi yao ya uchaguzi wa kesho, Jeshi la Polisi la Tanzania pia limetoa mafunzo kwa maelfu ya maafisa kuhusu itifaki za uchaguzi, udhibiti wa umati na kukabiliana na dharura. Mafunzo haya, Misime alibainisha, yanahakikisha kuwa maafisa wanafanya kazi kwa weledi na bila upendeleo wakati wote wa mchakato. Aliwakumbusha maafisa wote kuwa jukumu lao ni msingi wa kulinda raia na kuzingatia haki za kidemokrasia. Polisi pia wamewahakikishia waangalizi wa ndani na wa kimataifa kwamba uchaguzi wa kesho utafanyika katika mazingira salama. Misime alieleza kuwa vitengo maalum vya uratibu vimeanzishwa ili kushughulikia matukio yote yanayojitokeza kwa haraka ili kuhakikisha kuwa upigaji kura unaendelea vizuri katika mikoa yote. Wakati wananchi wakijiandaa kwa uchaguzi wa kesho, polisi wamehimiza kila mtu kujitokeza kwa wingi na kutimiza wajibu wake wa kiraia wa kupiga kura. Walikumbusha umma kwamba kupiga kura ni haki na wajibu na kwamba kila kura inayopigwa inachangia kuunda mustakabali wa taifa. Misime alitoa wito kwa wapiga kura kudumisha amani na kufuata maelekezo ya amani kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi. Kwa kutarajia uchaguzi wa kesho, polisi pia wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kuwaongoza wafuasi wao kuelekea uvumilivu na heshima. Misime alibainisha kuwa umoja wa kitaifa unapaswa kubaki juu ya maslahi ya kichama na kwamba sifa ya muda mrefu ya amani ya Tanzania lazima ilindwe kwa gharama yoyote ile. Kikosi hicho kilithibitisha zaidi kuwa mipaka ya nchi na sehemu za kuingilia zinafuatiliwa kwa karibu ili kuzuia upenyezaji wowote au ushawishi wa nje ambao unaweza kuingilia uchaguzi wa kesho. Umakini huu ulioimarishwa, Misime alieleza, unaonyesha azma ya serikali ya kuhakikisha mchakato wa uchaguzi unaoaminika na salama. Hadi jioni, ripoti za polisi zilionyesha kuwa hali ya utulivu iliendelea kutanda katika mikoa yote 31 ya Tanzania. Mamlaka ilikariri kuwa uchaguzi wa kesho utaendelea kama ulivyopangwa bila dalili ya machafuko au vitisho. Wananchi walitakiwa kuendelea kujiamini katika hatua za kiusalama ambazo tayari zimewekwa. Taifa linapojiandaa kwa uchaguzi wa kesho, ujumbe wa mwisho kutoka kwa Jeshi la Polisi ni wa umoja na hakikisho. Wakati uchaguzi wa kesho unakaribia, polisi pia wanafanya kazi kwa ushirikiano na Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili kuhakikisha mazingira salama kwa maafisa wa uchaguzi, waangalizi na wapiga kura sawa. Ushirikiano kati ya taasisi hizi unasisitiza dhamira ya serikali katika mchakato wa uchaguzi ulio wazi na wa kuaminika. Misime alimalizia kwa kuhakikishia Watanzania kuwa vitengo vya polisi viko katika hali ya tahadhari katika mikoa yote ili kuhakikisha amani na kuwepo wakati na baada ya uchaguzi wa kesho. Alitoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi, kuwa na subra na pia kupiga kura zao kwa uwajibikaji wakati nchi ikipiga hatua nyingine ya kihistoria katika safari yake ya kidemokrasia. Hatimaye, taifa linaposubiri uchaguzi au upigaji kura huo wa kesho, ujumbe wa polisi unasalia kuwa thabiti na wazi. Amani, umoja na uangalifu lazima uwepo. Kwa kuimarisha kwa usalama na ushirikiano wa umma, Tanzania inatarajiwa kushuhudia mchakato wa upigaji kura wenye utaratibu na usalama unaoimarisha urithi wa taifa wa utulivu katika mabadiliko ya kidemokrasia. Mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za Jeshi la Polisi kuhusiana na uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika siku ya kesho mnamo tarehe 29 Oktoba, na onyo hili lao kwa watu watakaojaribu kuvunja sheria au kuzua machafuko. Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.